Gilly Bonny Online TV. Kufuatia na utambulisho ambao ameufanya siku ya jana Simba Sports Club kumtambulisha kiungo Clatous Chota Chama, miongoni mwa wachezaji ambao walikwishawahi kufanya makubwa sana pale katika kikosi cha Simba. Mara baada hapo akaenda Dar es Salaam Young Africans, baada ya kutoka Yanga kaenda Singida Big Stars, lakini hivi sasa Simba wamemrudisha. Sasa maswali ambayo wamekuwa watu wamejiuliza sana ni kwamba Simba walikuwa na uhitaji wa kiasi hicho mpaka wamekosa mchezaji mwingine mpaka kumrejesha Chama. Sasa haya ni baadhi ya maswali ambayo watu wamekuwa wakijiuliza, na sisi katika kukuletea taarifa ambayo imenyoka na ina usahihi wake, hapa tuko na mchambuzi wa soka Emmanuel Ndalama. Kwanza ni usajili ambao binafsi mwenyewe nina mashaka nao kwa sababu Chama ni legend, ni mchezaji mkubwa, ana historia kubwa katika mpira wa Tanzania na pengine ni miongoni mwa wachezaji bora wa kigeni kwa kucheza katika ligi yetu, lakini kwa sasa naona timing ya Simba sio sahihi, kwa sababu ukimwangalia Clatous Chota Chama yupo ukingoni mwa karia yake, lakini kitu ambacho Simba wanakifanya yanaonekana kama wamekosa mpango mkakati sahihi katika kufanya usajili, kwa sababu tulitegemea kuona Simba ingeendeleza ile project yake ya kusajili wachezaji ambao wana umri mdogo kwa ajili ya kuwa na project endelevu, lakini wanaposajili wachezaji ambao wanakaribia kustaafu, hiyo inaweza ikawa inaleta walakini kidogo. Kwa hiyo na mheshimu sana Clatous Chota Chama, ni mchezaji mkubwa, ana kipaji kikubwa sana, lakini wakati ambao Simba wameenda kumsajili kwangu mimi naona sio sahihi, kwa sababu yupo kingoni mwa karia yake. Kuna baadhi ya vitu automatically vinakuwa vinapungua, yani pesi ya mchezaji inakuwa ndogo, lakini pia anakuwa anashindwa kucheza katika intensity kubwa kwa sababu ya umri. Sawa, ndo wamekwisha sasa kumsajili. Unaona anakwenda kuongeza chochote pale, akicheza pengine na Elie Mpanzu, Kibu Dennis au Joshua Budo, na yeye anakwenda pale, unaona kwenda kuongeza chochote kwenye ile safu ya ushambuliaji? Kwenye kuongeza kitu, of course kuna asilimia kadhaa, kuna vitu anaenda kuongeza, kwa sababu ukijaribu kuangalia ni mchezaji ambaye ana experience na exposure. Kwa hiyo ile experience ambayo anayo akichanganya na wachezaji wengine kama wakina Mpanzu, kuna kitu anaweza akaongeza. Na unajua Chama ni miongoni mwa wachezaji ambao wapo katika top 10 ya wafungaji bora muda wote wa CAF Champions League. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana uzoefu mkubwa, ameshacheza michuano mingi ya CAF Champions League, ameshacheza mpaka nusu finali akiwa na timu yake ya Zesco ya Zambia. Kwa hiyo kwangu mimi ninachokiona ni kwamba kwa experience na exposure kuna kitu ataenda kukiongeza, lakini kwenye zile game ambazo zina intensity kubwa kuna baadhi ya vitu pengine huenda tukavikosa kutoka kwa Chama kwa sababu ya umri umeshamtupa mkono, lakini siwezi nikasema kwamba hataongeza kitu kabisa. Kwa kiasi fulani kuna kitu ataongeza, kwa sababu ni mchezaji ambaye ana experience na ana exposure. Kwa hiyo anaweza akaongezea vitu wale vijana ambao ndio kwanza wanachipukia, ndio kwanza wako mwanzoni mwa karia zao. Sawa. Tumeona Simba amepoteza mechi 2 za kimataifa, na akiwa na wachezaji kama kina Jean Charles au kina Mpanzu na hivi sasa wanamleta Clatous Chota Chama. Imani yao ni kwa yale makubwa ambayo Chama aliyafanya wakiwa na wao, au walikosa mchezaji kabisa wa kwenda kumsajili wakaamua kumleta Chama kwa unavyoona wewe? Unajua kwanza kwenye timu kuna malengo ya muda mfupi na malengo ya muda mrefu. Sasa hata kwenye sajili pia kuna sajili ambazo zinakuwa zinalenga malengo ya muda mfupi na sajili nyingine zinalenga malengo ya muda mrefu. Kwa usajili ambao Simba wamefanya kwa kumrejesha Clatous Chota Chama, kwangu mimi naona ni malengo ya muda mfupi. Kwa hiyo wanapoona pale kidogo kuna Simba anapitia kipindi kigumu, wameamua kumrejesha mchezaji pendwa ili kwanza kupunguza baadhi ya kelele za mashabiki, lakini pia kwa ajili ya kutatua yale matatizo ambayo yanaokumba kwa kipindi hicho. Kwa hiyo kwangu mimi naona wamemsajili Chama ili aweze kuwasaidia kwa kipindi kifupi kidogo, kwa sababu mkataba wake wenyewe
ni wa mwaka mmoja, lakini pia binafsi siamini kama kumsajili Chama peke yake ndio kutatosha kuwavusha Simba kwenda katika hatua ya robo fainali, kwa sababu ukiangalia kwa siku za hivi karibuni Simba imekuwa na changamoto nyingi. Yani swala la kutengeneza nafasi wamekuwa wakitengeneza kila kukicha. Hata kabla Chama hajarudi walitengeneza nafasi nyingi sana katika michezo ya mwanzo kabisa ya CAF Champions League, lakini walikuwa wanashindwa kuconvert hizo nafasi kwa magoli. Kwa hiyo kwangu mimi naona changamoto ya Simba haikuwa tu kwenye kiungo cha ushambuliaji, bali changamoto ya Simba ilikuwa kwenye maeneo mengi. Kwa hiyo kumsajili Chama peke yake naona yani inaweza ikawa haitoshi kufanya wao wavuke kwenda katika hatua nyingine, kwa sababu tayari walishapoteza michezo miwili, na Jumamosi hapo anaenda kucheza na Espoir Sportif de Tunis pale Stadio Olympique de Rade. Simba kumsajili Clatous Chota Chama ni udhihirisho wa kufeli ama kukwama kwa scouting ya Simba kwa unavyoona wewe? Kwa ninavyoona mimi Simba kumsajili Clatous Chota Chama imelenga tu kwa ajili ya kufurahisha mashabiki zaidi kuliko kuangalia mipango mikakati ya Simba, kwa sababu viongozi wenyewe waliwahi kuja hadharani wakasema kwamba wao kwa sasa hawataki tena kusajili wachezaji ambao umri tayari umekuwa ni mkubwa, na mpaka wakati mwingine wakawa wanasema ndio maana wao wale wachezaji ambao wamecheza kwa muda mrefu wamekuwa wakiwaachia. Tuliona hivi karibuni walimwachia Jonas Gerard Mkude, alafu pia walimwachia mtu kama Mohamed Hussein Shabalala. Sasa wanapomrejesha mtu kama Chama kidogo kunaleta sintofahamu, kwa sababu inaonekana kama viongozi wamekosa msimamo thabiti. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine inaweza ika-affect pia hata malengo ya taasisi, kwa sababu viongozi wamekosa kuwa na yani msimamo ambao ni thabiti kuelekeana na kile ambacho walikuwa wamekipanga. Unahisi hii ni matokeo ya kubadilisha kwa makocha, kwa sababu hiyo plani ya kuanza kusajili wachezaji wadogo na pengine waje kuleta kitu kikubwa alikuja nayo Fadlu Davis, lakini sasa hivi makocha wamebadilika. Unahisi ni matokeo ya kubadilisha makocha? Changamoto ya kubadilisha makocha kwanza ni kufanya sajili ambazo unakuta pengine hawa wachezaji hawaendani na philosophy na coaching style ya mwalimu. Kwa mfano ukiangalia Simba msimu huu wameshapita makocha wengi, yani kwa msimu mmoja tu ametoka Fadlu David ambaye alienda kujiunga na Raja Casablanca. Amekuja akaja Pantev, kocha Pantev naye ameondoka, lakini sasa hivi tunamuona Steve Becker. Sasa changamoto ni kwamba unakuta kuna muda timu inasajili wachezaji ambao hawaendani na mipango na aina ya ufundishaji wa mwalimu. Kwa mfano siamini kama kocha Steve Becker amemhitaji Clatous Chota Chama, lakini viongozi wao ndio wameamua kumsajili. Sasa kubadilisha makocha kwanza kunairudisha timu nyuma, kwa sababu kama kocha aliyepita anakuta labda alianza 1 mpaka 5, unapokuza anapokuja mwingine anakuwa anaanza upya kabisa. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine hii kitu huenda ikawaathiri Simba, kwa sababu unakuta kocha mpaka mbinu zake ziweze kueleweka vizuri na wachezaji waanze kuziimplement uwanjani, pengine inachukua hata miezi 2 mpaka 3 kulingana na jinsi ambavyo wachezaji wana uwezo wa kuelewa yale maelekezo ya kimbinu. Kwa hiyo naweza nikaona hii pia inaweza ikawa ni changamoto kwa Simba katika msimu huu. Sawa bana, mimi nakushukuru sana. Gilly Bonny Online TV.